Kwa msikilizaji wa Radio FM, endelea kushiriki nami hapo kwa kutuma ujumbe wako, maarifa yako. Nami muda ukifika kama hivi nakuja na durusu kile ambacho utakuwa umekituma hapa. Na sasa ni wasaa wa mimi kuvuka mipaka, msikilizaji wa Radio FM. Twende tukaangazie hapa sasa. Naam, duru za mitandao kimataifa, msikilizaji wa Radio FM, lakini nianze na habari ambayo Aprili 11 mwaka 1949. Aprili 11 mwaka 1979 utawala wa kidikteta ulifikia kikomo. Kwa hiyo kutoka mwaka 1979, si ndivyo, mpaka sasa 2025. Msikilizaji wa Radio FM, unaweza kaniambia ni umri wa miaka mingapi hapo? Miaka mingapi hapo? Wale wana mahesabu wale angeniambia hapa mara moja, lakini ni takriban miaka 46. 44. Miaka 44. Miaka 44. Kwa hiyo mpaka hivi sasa ni takriban miaka 44 imekwisha kupita. Na hii ni imekaa kihistoria, lakini ikumbuke kwamba katika siku kama ya leo mwaka 1979, tarehe 11 mwezi Aprili, baada tukio hili lilifanyika baada ya majeshi ya Tanzania kwa kushirikiana na waasi wa Uganda UNLF Uganda National Liberation Front kuingia jijini Kampala, walimngoa utawala wa kidikteta wa Idi Amin Dada. Kwa hiyo ni miaka 44 mpaka hivi sasa imekwisha kupita, msikilizaji wa Radio FM. Lakini Amin, yeye ambaye alikuwa ni maarufu kwa utawala wake wa kikatili uliosababisha vifo vya maelfu ya Waganda, alikimbilia uhamishoni nchini Libya na baadaye kuhamia Saudi Arabia alikoishi hadi kifo chake mwaka 2003. Kwa hiyo unaweza kaona jinsi ambavyo maisha yalimwendea kutoka Libya mpaka Saudi Arabia, ambako mwaka 2003 ndipo umauti ulipompata. Lakini hii ni kumbukizi na ambayo imekaa katika vitabu na itabaki kuwa kumbukizi ambayo itaishi vizazi na vizazi. Lakini ikiwa leo ni tarehe 11 Aprili mwaka 2025, basi Aprili 11 mwaka 1979 jeshi la Tanzania liliweza kung'oa utawala wa kidikteta wa Idi Amin Dada. Lakini tukio hili lilikuwa la kihistoria, si tu kwa Uganda bali kwa Afrika kwa ujumla, likiwa ni mfano wa nadra wa taifa moja la Kiafrika, na si jingine hilo msikilizaji, bali ni taifa letu Tanzania chini ya Rais Julius Kambarage Nyerere, yeye kuchukua hatua ya kijeshi kumuondoa dikteta wa taifa jirani kwa lengo la kurejesha amani na demokrasia. Nacheka kuonyesha kwamba ilikuwa ni nguvu kubwa sana ambayo ilikuwemo ndani ya mwalimu hayati Julius Kambarage Nyerere, ya kuamua kwamba sisi, kama alivyokuwa amekwisha kusema hapo kipindi hicho, kwamba nguvu tunayo, nia tunayo, na uwezo wa kumpiga Idi Amin Dada tunao, si ndivyo? Na kweli kikafanyika kile kama alichokuwa amekizungumza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwamba tunaweza kumuondoa Idi Amin Dada katika utawala wake wa kidikteta na kurejesha amani na demokrasia katika ardhi ya Waganda pale nchini Uganda. Lakini msikilizaji, hiyo ilikuwa ni kumbukizi, lakini ndo kama hivyo tukio limekaa hivyo kwamba ni miaka 44 imekwisha kupita toka pale ambapo ardhi ya Uganda ilishuhudiwa Idi Amin Dada akiondoshwa nchini mwake, lakini tuseme akikimbia na kuelekea katika nchi ya mafichoni. Na sasa tuangazie habari nyingine, msikilizaji. Taifa likiwa linaumiza kichwa namna gani kutatua mgogoro unaoendelea sasa. Pasua kichwa ni ugonjwa uliovamia wanyama aina ya viboko. Hii taarifa ni kwamba, yani wewe ni mzazi, unashughulika na mtoto wako mmoja, unapambana naye, pengine unamlipia ada asome, lakini papo kwa papo kuna mtoto mwingine anakuhitaji tena umlipie ada ili akasome. Kwa hiyo yani tunasema kwamba muda mwingine ni neema, si ndivyo? Kusomesha mtoto ni neema, lakini ni
changamoto ndani ya changamoto. Si unaelewa? Kusomesha, wanaosomesha wanaelewa ninachokizungumza. Wewe ambaye usomeshi kama Steven Mchua, wewe kaa tu mdogo wangu. Poa, yani wewe tulia tu. Lakini anayesomesha anaelewa ninachokizungumza. Kwa hiyo hii story yenyewe imetokea nchini Kongo, ambapo shirika la uhifadhi wa mazingira nchini Kongo ICCN limetoa tahadhari juu ya kusambaa kwa ugonjwa mpya unaoathiri wanyama aina ya viboko katika mbuga ya Virunga huko Kivu Kaskazini. Lakini pamoja na hayo, shirika hilo lenyewe limesema kuwa zaidi ya viboko 50 wamekufa ndani ya kipindi cha wiki 2 tu. Unaweza kufikiria namna ambavyo ugonjwa huu una kasi, lakini hali inayoleta hofu kubwa kuhusu uwezekano wa watu wanaoishi katika maeneo ya karibu kupata maambukizi. Sasa isije katokea ile kwamba eneo hilo viboko wanakufa, alafu watu wanachukulia kama ni faida sasa ya kujipatia kitoweo, kwamba nyama hii, na wale wengine ndugu zangu ambao hawajawahi kuipata radha ya kiboko wanasema kwamba sasa hapa ni wasaa wangu wa kunufaika kupata radha ya huyo mnyama, sijawahi kula nyama yake, kwa hiyo hii ni fursa. Hapana. Watu wameshauriwa pia kuwa makini, maana huu ni wakati ambao taifa la Kongo linapambana kweli kupambana na kundi la wanamgambo wa M23, lakini pia wanakuja tena kupigwa na tukio jingine hili la ugonjwa ambao umeibuka huko Kivu Kaskazini katika mbuga ya Virunga. Lakini haya yote ambayo yanaendelea huko Kongo, tunasema tu kwamba kauli ni moja tu, kwamba Mwenyezi Mungu awasaidie na Mwenyezi Mungu awajazilizie amani, lakini bila kusahau wapate kuwa salama, maana kama binadamu pia wako hatarini kuingia katika sakata hili la kuugua na wenyewe, itakuwa tena hiyo ni issue nyingine, ama ni swala jingine tena ambalo serikali itaanza tena kupigana upya kuonyesha kwamba tunatakiwa tena tukomboe ama tuwagaramikie ama tuwatibie wananchi, huku tena ni taifa linahangaika kupambana na M23. Kwa hiyo bado ni sintofahamu ambayo inamkumba rais wa taifa hilo teule Felix Tshisekedi huko DRC. Kwa hiyo msikilizaji, hiyo ndio namna ambavyo taifa la Kongo linapitia, lakini Mwenyezi Mungu tu awasaidie. Kwanza, taifa lipate amani ya kudumu. Pili, kuwa ugonjwa, mimi naomba, yani ombi langu la kwanza ni kwamba Mungu aepushe kuwakutanisha na binadamu, yani kukutanisha na binadamu, uishie huko kwa wanyama. Na msikilizaji wa Radio Sauti FM kupitia namba 0742124021 ndio namba pekee hiyo ya kunitumia rafa yako hapa, na muda ukifika nitadurusu kile ambacho utakuwa umenitumia. Na sasa, kabla sijahama, nikukumbushe tena huko mitandaoni, mitandao ya kijamii tunapatikana kwa uzuri kabisa. Ukienda pale Thread, X, YouTube pamoja na Instagram, huko utatukuta tukiwa na habari kem. Na kwa wewe mpenda kusoma magazeti, basi kila asubuhi magazeti unayakuta yamekwisha kuwekwa hapo. Wewe ni kuangalia tu kile ambacho kimejiri ni kipi katika kurasa za magazeti. Lakini katika upande wa Facebook huko pia utatukuta kama Radio Sauti 96.1 FM, pia huko habari kem utazipata.